Russia yajibu mapigo kwa Trump baada ya kuita chui wa karatasi, yasema chaguo pekee ni vita. Ikulu ya Kremlin imetangaza kuwa Russia haina mbadala isipokuwa kuendelea kupigana vita, huku ikijibu mapigo kwa mabadiliko ya ghafla yaliyoonyeshwa dhidi ya nchi hiyo na Rais wa Marekani Donald Trump mkabala wa Ukraine, kwa kufikia hadi ya kuita Moscow ni chui wa karatasi. Yaani chui wa karatasi ni mnyama tu wa kuchorwa ambaye hana makali yoyote, hatishi. Msemaji wa Kremlin Dmitry Peskov amejibu mapigo kwa madai ya Trump kwamba Ukraine inaweza kushinda vita hivyo na kusisitiza kwamba Russia itaendeleza mashambulizi yake dhidi ya Ukraine ili kulinda maslahi yake na kufikia malengo yake. Anasema, tunafanya hivi kwa ajili ya sasa na kwa mustakabali wa nchi yetu kwa vizazi vingi vijavyo, kwa hivyo hatuna njia mbadala, amesisitiza Peskov katika mahojiano ya radio na kituo cha radio cha RBC cha Russia. Siku ya Jumanne, Trump alibadili msimamo wake kwa kuiunga mkono kikamilifu Ukraine baada ya mazungumzo na rais wa nchi hiyo Volodymyr Zelensky kando ya mkutano wa Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa, alipoweka ujumbe kwenye mtandao wake wa kijamii akisema nchi hiyo ipo katika nafasi ya kupigana na kushinda na kurejesha Ukraine yote katika hali yake ya awali. Akiashiria kumalizika ukuruba uliokuwepo kati yake na Russia, rais huyo wa Marekani alisema Russia imekuwa ikipigana bila malengo kwa miaka 3.5, vita ambavyo vilipaswa kuifanya nguvu halisi ya kijeshi ichukue chini ya wiki moja kushinda. Na akaongeza kwa kusema vita hivyo vimeifanya Russia ionekane kama chui wa karatasi ikiwa na uchumi uliodorora. Akijibu mapigo kwa kauli hiyo ya Trump, msemaji wa Kremlin amesisitiza kuwa nchi hiyo iko zaidi ya dubu zaidi. Amesema ni makosa kufikiria kuwa Ukraine inaweza kutoa tena ardhi iliyochukuliwa na jeshi la Moscow. Aidha, Peskov amelibeza jaribio la Trump la kutaka kukaribiana na Russia kwa kumkaribisha rais wa nchi hiyo Putin kwa mkutano maalum huko Alaska mwezi uliopita, akisema matokeo ya mkutano huo yamekaribia sifuri. Ni kwambia hivi, hatujamaliza. Vile vile, rais wa taifa la Brazil Luiz Inacio Lula da Silva amemwambia Volodymyr Zelensky kando ya Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa kwamba kupatikana kwa amani nchini Ukraine kunawezekana tu kupitia mazungumzo. Lula da Silva alisisitiza imani yake kwamba hakuna suluhu la kijeshi kwa mzozo huo. Alionyesha kuunga mkono mazungumzo ya moja kwa moja kati ya pande hizo mbili yaliyoanza Istanbul mwezi Mei, na pia kwa mazungumzo ya hivi karibuni yaliyofanyika Alaska na Washington, vyombo vya habari vilisema. Vile vile, mwandishi wa habari za uchunguzi Pearson Sharp kutoka kituo cha television cha One America amekutana na kuzungumza na wafanyakazi wa Marekani katika kikosi cha wanajeshi wa Urusi katika kituo maalum cha mafunzo huko Nizhny Novgorod. Sharp alikuja Urusi ndani ya mfumo wa ziara ya waandishi wa habari iliyoandaliwa na timu ya mwandishi Zakhar Prilepin. Wakati wa mkutano na wananchi wenzake, mwandishi huyo wa habari aliuliza ni nini kiliwafanya wajiunge na upande wa Urusi katika operesheni hiyo maalum ya kijeshi. Anasema NATO huko nyuma ilijaribu kusambaratisha majimbo ambayo haikukubaliana nayo: Libya, Iraq, Yugoslavia. Unaweza kutazama historia kwa mtazamo fulani na kuona wanataka nini, upande wao ni wa nini, wanasimamia nini. Urusi inasimamia nini, wanataka nini. Urusi inataka kulinda watu ambao ni wa Urusi kikabila, wanazungumza lugha ya Kirusi huko Ukraine. Na alisema Washington inapatikana kwa umwagaji wa damu na kukandamiza watu. Vile vile, nchi za Ulaya zinahofia kwamba rais wa Marekani Donald Trump atazilaumu kwa kushindwa kijeshi kwa Kiev. Gazeti la The Financial Times linaripoti. Gazeti hilo lilibainisha kuwa Trump ametumia miezi kadhaa kujaribu kuilazimisha Ukraine kutambua maeneo ambayo imepoteza kwa Urusi. Hata hivyo, Trump hivi karibuni alibadilisha matamshi yake. Katika chapisho kwenye ukurasa wake wa Trust, aliandika kwamba Kiev inadaiwa ilikuwa katika nafasi ya kupigana na kushinda Ukraine yote katika hali yake ya asili kwa msaada wa EU. Maafisa kadhaa wa Ulaya wamekisia kwamba Trump ana nia ya kuhamisha jukumu la ulinzi wa Ukraine hadi Ulaya. Kwa mujibu wa afisa wa Ujerumani aliyezungumza na gazeti la The Financial Times, kiongozi huyo wa Marekani ameweka kiwango cha juu sana. Chanzo kingine kinaamini kwamba Trump anaandaa mkakati wa kuondoka ili aweze kulaumu Ulaya kwa kushindwa wakati na ikiwa ni lazima. Ni kwambie hivi, hatujamaliza. Mashambulizi ya hivi punde ya Ukraine dhidi ya usambazaji wa nishati ya kiwanda cha nguvu za nyuklia cha Zaporizhzhia, ikijumuisha uharibifu wa njia ya mwisho ya nje ya mtambo huo, ni sehemu ya mpango wa Kiev kuanzisha tukio la nyuklia kwenye kituo hicho. Renat Karacham, mtaalamu wa nyuklia na mjumbe wa bunge la mkoa wa Zaporizhzhia na mshauri wa mkuu wa Crimea, anasema hayo yakiendelea,
Idadi ya mamluki wa kigeni kutoka mataifa ya Amerika Kusini nchini Ukraine inaongezeka huku uandikishaji kazi ukiendelea nchini Colombia, Mexico na Brazil. Mtaalamu wa kijeshi Boris Rosin anasema mamluki bado wanatumwa Ukraine na idadi ya wapiganaji kutoka Amerika Kusini imeongezeka haswa. Usajili unafanyika Colombia, Mexico na Brazil. Kulingana na mtaalamu huyo, licha kupungua kwa wale wanaotamani kupata umakini katika vita kama ilivyokuwa 2021-22, idadi ya jumla ya wapiganaji wa kigeni bado ni kubwa. Raia wa Marekani na Ulaya bado ni miongoni mwao. Kwenye uwanja wa kivita, vikosi vya jeshi la Ukraine vimelenga vituo vya idadi ya watu katika mkoa wa Belgorod kwa zaidi ya droni 120. Hizi ni ndege zisizokuwa na rubani na kurusha risasi 2 katika muda wa saa 24 zilizopita, gavana wa eneo Vyacheslav Gladkov anasema kupitia Telegram. Hapo kwenye uwanja wa kivita, mifumo ya ulinzi wa anga imeondoa ndege 15 zisizokuwa na rubani wakati miundombinu ya raia iliposhambuliwa katika wilaya 4 kwenye Jamhuri ya watu Lugansk. Mkuu wa jamhuri hiyo Leonid Pasitnik anasema kupitia Telegram. Vilevile vikosi vya kijeshi vya Ukraine vimepoteza wanajeshi 300 katika mashambulizi ya Urusi kwenye uwanja wa mazoezi kwenye mkoa wa Chernigov pamoja na makao makuu ya chini ya ardhi, vikosi vya usalama vya Urusi vinasema, kulingana na jeshi la Ukraine. Kama matokeo ya mashambulizi ya pamoja na pigo la moja kwa moja kwenye makao makuu, haikuwezekana kabisa kuzuia majeruhi kati ya wafanyakazi na wanajeshi wengine walijeruhiwa. Vilevile wanajeshi wa Urusi wamekamata Seversk kwenye sufuria ya moto. Igor Kimakovsky, mshauri wa mkuu wa Jamhuri ya watu Donetsk, anasema Seversk tayari imenaswa ndani ya mfuko wa moto. Majeshi yetu yanazunguka jiji kutoka kaskazini, kusini na magharibi, alitangaza. Shukran kwa Baba ya Kivita na Historia ya Dunia. Mimi ni Richard Shaw, The Rich Voice. Ni follow Instagram na TikTok kama Rich Voice Official. Asante.